Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 31 Januari tunasikiliza na kutafakari maisha ya Mtakatifu Yohane Bosco, padre na mwanzilishi wa shirika. Yohane Bosco alizaliwa mwaka 1815 nchini Italia. Anajulikana zaidi kwa jina la Don Bosco, maana yake Padre Bosco. Wazazi wake walikuwa fukara, hivyo walihangaika sana katika kumsomesha mtoto wao. Mbaya zaidi, alimpoteza baba yake Francisco bado akiwa mtoto mdogo. Mama yake Margareta alimlea vema na kumfunza kwa mifano maisha ya Kikristo. Tangu akiwa mtoto, Yohane Bosco alikuwa akiangazwa kwa njia ya ndoto na Bwana Yesu na Bikira Maria kuwaokoa vijana wenzake kutoka katika njia ya dhambi na kuwafundisha kumpenda Mungu na kujishughulisha na kazi, lakini kwa njia ya upole na ukarimu. Hivyo Yohane Bosco alikuwa akiwa na ndoto hii. Alipokuwa anasoma seminari, alionyesha kuwa na akili nyingi na kumbukumbu nzuri. Aliweza kukariri neno kwa neno somo alilofundishwa darasani na mahubiri aliyosikia kanisani. Alipewa daraja la upadre mwaka 1841. Mara baada ya kupewa daraja hilo, alikwenda kukaa mjini Turino. Alijaribu kujenga urafiki na vijana kwa njia ya michezo mbalimbali kama kukimbia, kuvuta kamba, kucheza gitaa, kuimba, kusimulia hadithi na mengine mengi. Michezo hii ilianza na kuisha kwa sala ya rozari, kutafakari neno la Mungu na mafundisho ya katekisimu. Alipata changamoto ya mahali pa kukutania wakati baridi kali na theluji kwa ajili ya michezo na mafundisho, ikizingatiwa kuwa mwaka 1845 alishafanikiwa kukusanya tayari vijana 800. Pia Yohane Bosco aliweza kuwatembelea na kuwahudumia wagonjwa, wafungwa, masikini na wengineo. Lakini alijikita zaidi katika kuwahudumia vijana ili wapate malezi mema. Jitihada yake ya kuwalea vijana ilijulikana na watu wote, hata akapata misaada kutoka kwa Wasamaria wema. Hivyo aliweza kujenga shule mbalimbali. Shule ya kwanza aliyoanzisha ilikuwa ni ile ya taasisi ya Wasalesian ya Torino, na akaiweka chini ya ulinzi wa Maria, msaada wa Wakristo, na Mtakatifu Francisco wa Sales. Alijenga pia shule za ufundi, useremala na ujenzi. Aliwafundisha fani mbalimbali za ufundi pamoja na michezo na hadithi. Kwa njia ya shule hizo, vijana walijifunza dini, kusoma, kuandika na biashara. Msingi wa elimu iliyotolewa katika shule hizi ilikuwa sala na maadili. Hivyo wanafunzi walihimizwa kuungama mara kwa mara na kushiriki ibada ya misa kila siku. Yohane Bosco aliweza kusoma mioyo ya wanafunzi wake, kwani aliweza kujua wanachohitaji. Wanafunzi wake walimheshimu kama mtakatifu. Alifaulu kuwafanya vijana wale wakorofi washike sheria zote za shule bila shuruti na wapende kushiriki ibada ya Ekaristi Takatifu. Mwaka 1854 Don Bosco alianzisha shirika la mapadre ili kazi yake ya kuongoza wavulana iendelezwe nao. Kwa kuwa alimthamini sana Mtakatifu Francisco wa Sales, aliliita shirika lake Wasalesian wa Don Bosco. Aliwatuma baadhi yao kama wamisionari katika nchi za Amerika ya Kusini, Afrika, China na Japani. Shirika lilienea kwa kasi. Hata baada ya kifo chake walikuwa tayari na nyumba 200 na mapadre 2500.
ili kutoa pia huduma hii kwa wasichana, Yohane Bosco kwa kushirikiana na Mtakatifu Maria Mazzarello alianzisha shirika la mabinti wa Maria msaada wa Wakristo mwaka 1872. Yohane Bosco aliandika tafsiri ya Biblia kwa ajili ya kufundishia vijana wake. Kwa jumla aliandika vitabu 150 vya kiroho kwa ajili ya vijana. Mahitaji ya vitabu yalipoongezeka, alitafuta mitambo ya uchapishaji na kuanzisha kiwanda chake. Alianzisha pia jarida la kila mwezi. Alijiingiza katika siasa na mara kadhaa aliwakosoa viongozi wa siasa, kwani aliamini kuwa siasa ya kweli ni ile ya Baba yetu wa mbinguni. Alijulikana Italia nzima kwa utume wake. Alijaliwa kipawa cha kufanya miujiza mingi. Alijenga pia makanisa na vyuo vikuu. Lakini kadiri sifa zake zilivyoenea, ndivyo alivyopata maadui wengi, hasa wanasiasa waliompinga na hata kutishia kumuua, lakini Mungu alimlinda. Yohane Bosco alifariki dunia mwaka 1888 akiwa mwenye miaka 73. Alitajwa mwenye heri tarehe 2 mwezi Juni mwaka 1929 na tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 1934 alitangazwa mtakatifu. Yohane Bosco ni msimamizi wa vijana wasio na walezi. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayohusu maisha ya Mtakatifu Yohane Bosco, padre na mwanzilishi wa shirika. Fanya kila kitu vizuri kadiri unavyoweza. Mengine mwachie Mungu na Bikira Maria watafanya. Watakatifu wengine wa siku ni Mtakatifu Adelgunda, Mtakatifu Marcela, watakatifu Metras, Saturninus, Tirsus, Victor, Tarsis, Zoticus na Sariakus, wafiadini wa Misri. Watakatifu Cyrus na Yohane, waganga wafiadini wa Misri. Mtakatifu Yohane Bosco, padre na mwanzilishi wa shirika, utuombee.